Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuanza somo letu la siku ya leo. Tunalipata katika kitabu cha Mezali. Katika kitabu cha Mezali sura yake ya 21 mstari wa 24 ambayo inasema, mwenye kiburi na kutakabari jina lake ni mbishi, hutenda mambo katika majivuno ya kiburi chake. Kwa hiyo kiburi ni hali ambayo iko ndani ya mtu, ambao mtu mwenyewe hawezi kujijua kwamba ana kiburi, ila watu ambao wako pembeni yake au ambao anawatendea mambo mbalimbali ndio ambao huwa wanamdhibitishia kwamba ana kiburi. Kwa hiyo kuna namna ine au hali ine ambazo zinamkamilisha mtu kwamba ana kiburi. Kwa hiyo kwa leo tutakwenda kuona tutatu. Hiyo moja tutaenda siku nyingine. Ya kwanza ni dharau. Dharau hii inamdhibitishia mtu kwamba ana kiburi. Kwa namna gani? Biblia inasema katika Mezali 11 mstari wa 12, kila mtu ambaye anayemdharau mwenzake hana akili. Kwenye hiyo Mezali 14 mstari wa 21 anasema kwamba mtu anayemdharau mwenzake anafanya dhambi. Kwa hiyo kila unapomdharau mtu unakuwa huna akili na tena umefanya dhambi. Kwenye Mathayo 18 mstari wa 10 hata Yesu mwenyewe alisema, angalieni msiwadharau ngala hata walio wadogo, kwa maana malaika zao wautazama uso wa Baba aliye mbinguni kila siku. Kwa hiyo dharau inafanya hata zile roho ambazo zilizoagizwa kwa ajili ya kuwahudumia watakatifu kila siku zinapeleka habari mbaya kwa ajili ya maisha yako wakati ambapo unapowadharau watu wengine. Hata ukiangalia kwa mfano kwenye Samueli wa pili sura yake ya 6, ukianzia kwenye mstari wa 16 hadi 23, inazungumza habari za mke wa Daudi wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Mikali binti Sauli, namna jinsi alivyomdharau mumewe wakati ambapo alikuwa akimchezea Mungu, na mumewe alipomtazama na kwa maneno yake ya dharau ambayo aliyoyatumia, Daudi alimlaani mpaka siku ya kufa kwake hakuweza kupata mtoto. Kwa hiyo dharau ni mbaya sana, na ambayo inakwenda kufanya maisha ya mtu kuwa mabaya, hata ya kuweza usiache hata urithi. Jambo la pili ni kukosa utii. Yaani mtu kukosa utii ni kitu kimoja ambacho huwa kinamsikitisha Mungu sana, kama mtu anakosa utii katika utendaji wake au katika maisha yake. Akikosa utii, hilo jambo linadhibitisha kwamba huyu mtu anadharau. Kiona katika kitabu cha Samueli huu wa kwanza sura ya 15 22 hadi 23 inazungumza habari za Sauli, namna alivyokosa utii. Hata neno la Mungu linasema ya kwamba kutii ni bora kuliko mafuta ya beberu, na hivyo ukosefu wa utii unaonekana mbele za Mungu kama dhambi za uchawi, kwa sababu unapokataa kile ambacho unapoambiwa au kuagizwa kukifanya, mara moja unaharibu kila kitu. Na hii ilipelekea hata Mungu kuweza kumwambia Samueli ya kwamba ninajuta kwa nini nimemfanya Sauli kuwa mfalme. Kwenye hii sura ya 15 mstari wa 11 anazungumza haya ya kwamba Mungu, kwa kweli tunajua kwamba kwenye mstari wa 29 anasema kwamba Mungu hajuti, si kama mwanadamu hata afike kujuta, lakini kwa ajili ya ukosefu wa utii ambao Sauli aliufanya alipoagizwa kwenda kuangamiza Wameleki, akakosa kufanya kile kitu, Mungu akachukia na akajuta kwa nini amemtawaza kuwa mfalme, ijapokuwa Mungu huwa hajuti. Ni kitu kibaya sana. Na
ambao wenyewe tunajua namna jinsi hata shetani kwa ajili ya ukosefu huu wa utii aliweza kushushwa. Sababu Mungu havumilii kabisa mtu ambaye hapati kushiriki. Ikiwa kama Bwana wetu Yesu Kristo alipata ile nafasi kubwa kwa sababu alikuwa mnyenyekevu. Mnyenyekevu ni mtu ambaye ana tabia ya utiifu ndani yake. Amenyenyekea hadi kufa, tena kifo cha aibu. Kwa hiyo Mungu akampa mamlaka, akampa nafasi, akamfanya kuwa mkuu kuliko vyote, kuliko wote, na kuliko viumbe vyote vyenye kuwa mbinguni. Na hii ni kitu cha maana sana, tujifunze kutii. Jambo la maana sana. Na jambo la tatu ni mtu kutoonyeka. Yaani hata mtu anakosa, wanapomshauri jambo, yeye kabisa hashauriki kabisa katika kila jambo. Na hilo jambo huwa sio nzuri. Kwa hiyo Biblia inatuonesha ya kwamba kama mtu ana kiburi, siku zote anakuwa mbishi. Inasema kwamba jina lake ni mbishi, kwa hiyo hawezi akaonyeka katika jambo lolote. Na ndiyo maana kwamba kwenye Mezali 13 mstari wa 10 inasema kwamba kiburi kinaleta mashindano, yani kinafanya mtu kuwa mbishi na kinafika mtu kufika mpaka kwenye maangamizo, na hii ni hatari sana. Hata Yesu mwenyewe kwenye Mathayo 18 mstari wa 15 hadi 18 unazungumza habari ya kwamba kama ndugu yako amekukosea, nenda muonye, na asipokusikia nenda ulete mtu mmoja au wawili umuonye pamoja naye, na asipowasikia uliambie kanisa, na asipolisikia kanisa basi awe kwenu kama mtu wa mataifa, yani awe kama mpagani, yani asihesabiwe kuwa kitu katika kanisa. Kwa hiyo ukosefu wa kuonyeka unamfanya mtu ndani yake kuonesha kwamba huyu ana kiburi. Hata watu wengine kule, wewe una msimamo wako kwa namna fulani, lakini hakuna maonyo huwa yanatokea mtu ikiwa kwamba hakuna kosa. Kwa hiyo baada ya kosa ndio kunakuja maonyo. Na ndio hiyo ambayo Biblia inasema kwamba tuonyane kila siku, kwa sababu mwanadamu kila siku ni mdanganyifu na hakuna aliye mkamilifu hapa. Unaweza kudanganyika katika jambo fulani, aliye pembeni yako, aliyesikia, aliyeona, anakurudisha, anasema ndugu, ulichokifanya hiki sio vizuri, angalia hapa umekosea. Lakini wewe ukiendelea kuwa na msimamo wako ule, basi kwenye Mezali 29 mstari wa 1 unazungumza ya kwamba aunywae mara nyingi akishupaza shingo huvunjika. Yani anaanguka na anavunjika ghafla kabisa, wala hapati dawa. Na ndio hayo ambayo yanaonesha kwamba mtu ana kiburi. Kwa hiyo mwenyewe huwezi kujiona, lakini matokeo yanayotokea kama watu wanakushauri katika jambo fulani kwamba kuna kitu fulani ambacho kimeonekana, na hapo wanakukengeusha usije ukadumbukia katika ule mtego wa kiburi cha shetani. Na Mungu atubariki. Amen.